والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Darasa 26 katika al-fiqh al-muyassar, ikiwa tarehe 2 mfungo 9 huu Jumada al-akhira 1441 Hijria. Tunaingia mlango wa 8 kuhusiana na masala ya tayammum. Tumemaliza masala ya kuoga, na jana tulisimamia masala yule aliyolazimika kuoga ni haramu kwake kukaa msikitini, labda apite njia tu, na ataruhusiwa kukaa msikitini kama ametia udhu. Haramu kwake kushika msaafu, kusoma Qur'ani, kuswali, kuzunguka Kaaba na kadhalika. Albabu thaminu, mlango nambari 8, fi tayammumi, unazungumzia masala tayammum. Albabu thaminu, mlango wa 8, fi tayammumi, unazungumzia masala kutayammum. Wa fihi masail, katika huu mlango kuna mambo kadhaa. Kutayammamu ni nini? At-tayammum lughatan, neno tayammum kwa Kiswahili ni kutayammam. Neno tayammum kwa Kiarabu al-qasdu, ni kukusudia kitu. Yani Waarabu wakisema tayammama yatayammamu tayammuma, maana yake amekusudia. Nakuja katika aya wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walatum biakhidhihi illa, msikusudie kutoa vitu vibaya kwenye sadaka zenu. Hata wenyewe mkipewa vitu vibaya mpokee, isipokuwa kwa shida, kufumba macho. Kwa hiyo neno tayammum lina maana kukusudia. Tayammama nahwa kadha, amekusudia upande huu. Tayammama, hii ni maana yake ya kilugha. Wa shar'an, ama maana tayammum kisheria, katika fiki tukisema ukikosa maji bwana tayammum, usikose ibada. Hata kutayammum ni tayammum. Ukiwa njiani unasafiri maji hamna, tayammum. Hata kwenye basi uswali. Tayammum kisheria huwa mashul wajhi, ni kufuta, kupaka uso, wali yadaini, na mikono miwili, biswa'id tayyib, kwa mchanga mzuri, mchanga safi. Tayammum kupaka uso, kupaka mikono, biswa'id tayyib, kwa mchanga safi. Na watasema mbele mchanga, vumbi na nini zote ni swa'id. Tatuambia huko mbele. Yani swa'idi si mchanga, mchanga unaingia na vinavyoambatana na mchanga kama vumbi na nini zote ni swa'id. Kwa hiyo ni kupaka uso na viganja, mikono, kwa kutumia mchanga ambao ni dhahir, ala wajhi makhsus, kwa namna maalumu. Sio ukachukua ukajipakia tu na nini, kupaka uso na viganja kwa namna maalumu ambayo itaelekezwa. Hichi kitendo ndio kinaitwa at-tayammum, kutayammam. Wa shar'an, kutayammam maana yake kisheria huwa mashul wajhi, kupaka uso, wali yadaini, na mikono miwili. Wanasema sheria ikisema mkono, kiganja. Mwizi akatwe mkono, anakatwa kiganja. Na kama sheria itasema mkono zaidi ya mkono, inasema mikono mpaka kwenye mikono. Yani hiyo ni kaida. Sheria ikisema aliyadu, yanakusudia hichi. Na kama itakusudia zaidi hapo, itaainisha mbele. Kwa hiyo hapa aliyadaini, yani viganja viwili, kupaka viganja viwili, biswa'id tayyib, kwa kutumia mchanga safi. Yani sio mchanga wenyewe na mikojo ndio unatumia kutayama. Hapa itakuwa najisi unaongeza kwenye mwili. Biswa'id tayyib at-tahir, ala wajhi makhsus, kwa namna maalumu ambayo utaelekezwa katika kaifia tutayammum, namna ya kutayammum. Taabudan lillahi ta'ala, ukafanya hivyo kwa ajili ya kumwabudu Allah, ukafanya hivyo kama ibada.
ndio tayammum. Ina maana akitokea mtu kajifuta uso, kajifuta mikono bila nia ya ibada, bado hajafanya tayammum. Tumia sahihi uso, viganja, ta'abudan lillah, kwa ajili ya ibada ya Allah, hiyo ndiyo tayammum. هذا من حيث التعريف. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. حكم ya kutayammum na dalili ya usheria wa kutayammum. Hukumu ya kutayammum ni ipi na ipi dalili inaonyesha kutayammum ni jambo la kisheria, sio uzushi, sio uchafu, ni jambo la kisheria. Dalili iko wapi? At-tayammum mashru'un. Kutayammamu ni jambo la kisheria, sio uzushi, sio uchafu, ni jambo hasa la kisheria, dini imezungumza. At-tayammum mashru'. Kutayammamu ni jambo la kisheria. Wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla liibadihi. Na kutayammum ni ruhusa kutoka kwa Allah kwa waja wake. Wewe unaumwa, uweze kutumia maji, tayammum. Baridi kali mno limepitiliza, tayammum. Hii ni ruhusa. Yaani manake badala kukwambia lazima tumia maji tu, hata kama una kidonda, hata ngombe, hapana. Maji yanakudhuru, tayammum. Hii ni ruhusa ya Allah kwa waja wake. Wa huwa min mahasini hadhihi sharia. Swala la kutayammum ni katika mazuri ya sheria ya Kiislamu. Badala mtu kudhurika na maji yanomdhuru, ameambiwa atayammum. Min mahasini hadhihi sharia, ni moja kati ya mazuri ya dini ya Kiislamu. Yaani ingetulazimisha kutumia maji tu hata kama yanatudhuru, tungeumia. Lakini kwa sababu hii dini ni mazuri matupu, maji yanakudhuru, tayammum. La dharara wala dhira. Wa huwa, yani watayammumu min mahasini hadhihi sharia. Tayammum ni katika mazuri ya sheria ya Kiislamu kuwepo hili swala. Pia wa min khasaisi hadhihi al-umma. Swala la tayammum ni katika mambo maalumu ya umma wa Muhammad. Yaani nyumati zilizopita hawakuwa na swala la kutayammum. Yaani kipindi cha Nabii Musa, Nabii Isa alayhi masalam, hakuna habari ya kutayammum. Kwa hiyo kutayammum min khasaisi hadhihi al-umma, ni katika mambo special, mambo maalum ya umma wetu huu wa Muhammad. Ina maana wenzetu huko nyuma huko, wewe maji yanakudhuru, baridi kali nini, hudhu nini, hakuna mbadala. Lakini sisi tumewekewa huu wepesi, kuna tayammum. Maji hamna, unatayammum. Maji yanakudhuru, unatayammum. Baridi kali, wataelezea baridi kali. Ile baridi kali, maji, unatayammum. Hakuna dharura ya kushindwa kufanya ibada. Allah tabaraka, hii ni dalili kama ni jambo la kisheria. Allah anasema, na hii aya tumeshawahi kuipitia nyuma katika mlango wa udhu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, idha qumtum ila salah, munapotaka kusimama kuswali, faghsilu ujuhakum, osheni nyuso zenu. Hizi habari za udhu mwanzo. Osheni nyuso zenu, wa aidiakum, osheni mikono yenu, ila almarafiq, mpaka katika marafiq. Hizi kongwa hizi. Wamsa'u bi ru'usikum, pakeni vichwa vyenu. Wa arjulakum, osheni miguu yenu, ila alka'baini, mpaka katika kongwa mbili. Miguu osheni mpaka katika kongwa mbili, ka'baini. Hiyo ni udhu. Na vimetajwa viungo vya udhu vinne ambavyo vya lazima: uso, mikono, kichwa na miguu. Hizo ndo a'dha'ul wudhu'i alwajib.
wa in kuntum junuba fatahharu, mkiwa mna janaba jitwaharisheni. Masala ghusulu ya kuoga hayo tumemaliza huo mlango jana. Wa in kuntum junuba fatahharu, mkiwa mna janaba jitwaharisheni. Bila munasaba kuna faida lugha, wanasema neno junub, mmoja, wawili, wengi, mwanamke, mwanaume, junub. Ala al-akthar, ala al-aghlab ipo junubu, junubani, lakini mara nyingi anta junubun, antuma junubun, nahanu junubun, kama hapo wengi. Wa in kuntum junuban, na hata mmoja huwa junubun, ana janaba. Mwanaume junubun, mwanamke junubun, yani hilo neno lipo hivyo hivyo, haijalishi mmoja, wengi, haijalishi mwanamke, mwanaume. Faida lughawiyya. Wa in kuntum junuba fatahharu, mkiwa mna janaba jitwaharisheni, yani muoge. Sasa masala ya tayammum yanaanzia hapa, kipande cha tayammum sasa. Wa in kuntum marudha, mkiwa ni wagonjwa. Marudha jamu maridhin, mkiwa ni wagonjwa, ina maana maji yanawadhuru kutumia. Au ala safar, au mupo safarini. Au jaa ahadun minkum min al-ghaib, au amekuja mmoja wenu kutoka msalani. Au lamastumun nisa, au mumegusana na wanawake. Ala rajihi, kwa maana jamaatum, mumeingiliana na wanawake, muna janaba. Falam tajidu ma'an, mkawa hamkupata maji. Mpo safarini, maji hamna, wagonjwa, maji yanawadhuru, mtu katoka chooni, wapi, ni maji hakuna ya kutawadha au kuoga. Mkikosa maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi tayammamuni. Mkikosa maji au ni wagonjwa, maji yanawadhuru, fatayammamu, tayammamuni sa'idan, kwa kutumia mchanga, tayyiba, msafi. Famsa'u biwujuhikum, pakeni nyuso zenu. Yani kwenye kutayamam sasa sio viungo vya udhu vyote, miguu nini, hakuna. Famsa'u biwujuhikum, pakeni nyuso zenu, wa aidikum, na mikono yenu, minhu, pakeni kutoka katika huo mchanga. Katika udhu kule kasema faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq wamsa'u biru'usikum wa arjulakum. Katika udhu kataja viungo vinne, katika tayammum kataja viwili, nyuso na mikono, full stop. Katika tayammum hakuna kichwa, hakuna miguu. Famsa'u biwujuhikum, pakeni nyuso zenu, wa aidikum minhu, na mikono yenu pakeni, minhu, minas-sa'id at-tayyib. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, hataki Allah awajalieni uzito. Walakin yuridu liyutahhirakum, Allah anataka awasafisheni, awataharisheni. Waliyutimma ni'matahu alaykum, Allah anataka akamilishe neema zake kwenu. La'allakum tashkurun, ili mumshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Ashahid, at-tayammamu mashru'. Allah amesema fatayammamu sa'idan tayyiba. Kwa yule ambaye anakosa maji, mimi bwana mpaka nifike safari mpate maji, mimi habari sio kutayammamu nini, naona kama namchezea Mungu. Huu ni ujinga wake. Mungu mwenyewe ndo aliyosema fatayammamu. Tayammam swali, uwe na janaba, ni ukitayammamu vinaondoka, hakuna kinacho safi. Mwenye dini yake ashari'u ndo kasema hivyo. Wale kaulihi sallallahu alayhi wasallam, dalili nyingine kama tayammum ni jambo la sheria, mtume anasema as-sa'idu at-tayyibu, mchanga safi, kafika, ni wenye kukutosha. Mchanga safi unakutosha. Wa illam tajidil ma'a 10 hijajin,
hata kama haujapata maji miaka 10, hata kama miaka 10 hujapata maji, unatayamam miaka 10 safi, mchanga unakutosha, tahara unaipata. Hata kama miaka 10 maji hauna ya kutawadha, tayamam swali, hakuna tatizo. As-sa'idu at-tayyibu, mchanga safi kaafika, ni wenye kukutosha kukupa tahara. Wa illam tajid al-ma'a 10 hijajin. Hii hijaj ni miaka. Imekuja kile kisa cha Nabii Shuaibu na nini, hata inni uridu an unkihaka ihda binatayya hatayn, nataka nikuozeshe mmoja kati ya binti zangu, ala an ta'jurani 8 hijaj, kwa mahari ya kwamba uchunge wanyama miaka 8. 8 hijaj, miaka 8 mahari tu unachunga wanyama miaka 8. 8 hijaj. Ashahid, hijaj ni miaka. Tena kama 8 nimekupunguzia, fa in atmamta 10, ukimalizia 10 kabisa, fa menende basi. Yini kujitolea kwako, utashukuriwa yani. Ukiamua badala ya 8 mimi nafanya 10, safi tu. Ashahid, hijaj kwa maana ya miaka. Kwa wa illam tajidil ma'a 10 hijajin, hata ukikosa maji miaka 10, mchanga unatosha, unatayamam, unafanya ibada. Fa idha wajadta almaa, ukipata maji, wewe umetayamam kwa sababu maji hakuna. Maji ukipata, maji yamepatikana, fa amisahu basharataka, basi maji yagusishe kwenye ngozi yako, yani tumia maji, tawadha. Kama ulitayamam kwa kukosekana maji, maji ukipata, gogoro limeisha, tumia maji. Fa idha wajadta almaa, ukipata maji, fa amisahu basharataka, maji yale yagusishe kwenye ngozi, yani tawadha. Acha tena kutumia mchanga, tawadha kama maji yapo. Mchanga ni dharura, maji ukipata basi gusisha kwenye ngozi yako, yani tumia maji. Hiyo hadithi amepokea Abi Daud na Tirmidhi wa sahahu al-Albani fi Irwa'il Ghalil fi takhrij ahadithi Manar Sabil. Dalili nyingine ya mashru'iyatu tayammum, mtume anasema katika ile hadithi ambayo amesema u'titu 5 lam yu'tahunna ahadun min qabli, nimepewa mambo 5. Hayo mambo 5 hajapata kupewa mtume yote kabla yangu mimi. Hayo nimepewa mimi tu. Kwa katika hayo mambo 5 mtume akasema waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, imefanywa kwangu mimi ardhi ni msikiti na ni tahara. Ardhi ni msikiti, maana yake popote swala ikikukuta, hata shambani watu wanaswali, ardhi yote ni msikiti. Mitume ya nyuma ilikuwa muda swala ukifika lazima uende katika nyumba ya ibada, hauruhusiwi kuswali nje hapo, yani hata ikikuta shambani lazima uende. Lakini mtume anasema mimi nimefanywa ardhi yote ni msikiti, kwa maana swala ikikuta mbali na mtu unaswali hapo hapo, ardhi yote ni msikiti. Wa tahura, ardhi yote ni tahara, kwa maana kwamba unachukua mchanga, unatayamam, umepata tahara. Yani hapa aliposema ardhi imefanywa kwangu ni tahara, maana yake ndio nimeruhusiwa kutayamam, natumia mchanga na tayamam. Hili ni jambo ambalo nimependelewa mimi kwenye umma wangu. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ardhi kwangu imefanywa, ardhi yote ni msikiti, ardhi yote ni tahara, kwa maana popote unaweza ukaswali, mchanga wowote unaweza ukatayamam, ndio kuwa hujaona najisi. Hadithi muttafaqun alayhi ma'ruf. Kwa hiyo mpaka hapo tayammum imetajwa kwenye Qur'ani, imetajwa katika sunna. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala mashru'iyyati tayammumi, wamekubaliana wasomi, wamekubaliana watu wenye elimu juu ya usheria wa tayammum. Tayammum ni jambo la kisheria, sio uzushi wala sio kuitania dini. Wasomi wamekubaliana tayammum ni jambo la kisheria. Ukitayamam unapata tahara, unafanya ibada kama umetayamam kwa sababu za kisheria. Idha tawafarat sharaituhu, zikikamilika, yani tayammum ni jambo la kisheria
zikikamilika sharti zake. Angalia, wanawachuoni wamekubaliana tayammamu ni jambo la sheria zikikamilika sharti zake. Yaani ina maana we maji yale pale, hauna ugonjwa, hakuna baridi kali, ukaamua kutayammamu tu, tayammamu yako ni uzushi, bida, sio sheria. Tayammamu ni jambo la kisheria kama masharti ya tayammamu yamekamilika. Kama huna masharti ya kutayammamu, utatia udhu wa kawaida. Ukitayammamu wakati unaweza kutia udhu wa kawaida, tayammamu yako ni ya kizushi. Kwa hiyo wamekubaliana tayammamu ni jambo la kisheria idha tawafarat sharaituhu, yakikamilika masharti yake. Pia wamekubaliana wa annahu, yani wa anna tayammuma qaimun maqama at-taharati bilma. Tayammum inasimama nafasi ya tahara kwa maji. Kama ambavyo ukijitoharisha kwa maji unapata udhu safi unaswali, tayammum hivyo hivyo. Wa annahu, na kwamba tayammum qaimun ni yenye kusimama maqama at-taharati bilma, kwenye nafasi ya tahara ya maji. Kwa kuwa tayammum inasimama nafasi ya tahara kwa maji, fayubahu bihi, inaruhusiwa kwa kutayammum. Ukisha tayammum inaruhusiwa ma yubahu bitatahhuri bilma, yote yanayoruhusiwa mtu akijitoharisha kwa maji. Mtu akitayammum anaruhusiwa kuyafanya yote ambayo huwa anaruhusiwa akitia udhu kwa maji. Kuswali, kuzunguka Kaaba, kushika msahafu, yote ambayo unaruhusiwa kuyafanya ukiwa na udhu, ukitayammum vile vile unaruhusiwa kuyafanya. Kwa sababu tayammum qaimun maqama at-taharati bilma. Yani mina swalati, kwa mfano swala, mtu akitayammum kisheria anaruhusiwa kuswali. Wa tawafi, anaruhusiwa kuzunguka Kaaba. Wa qiraati al-Qur'ani, anaruhusiwa kusoma Qur'ani. Wa ghairi dhalika, na mengineyo ambayo yanahitaji udhu, kama kushika msahafu na nini na kadhalika. Kwa hiyo tumeona aya fatayammamu sa'idan tayyiba, tumeona hadithi ya Mtume as-sa'idu tayyibu kafika wa illam tajidil ma'a 10 hijajin. Wabidhalika, kwa msingi huo, tathbutu mashru'iyyatu tayammumi, unathibiti usheria wa kutayammum bil kitabi, kwa kutumia Qur'ani, fatayammamu sa'idan tayyiba, wa sunnati, kwa kutumia sunna kama hadithi ulivyoziona, wal ijma'i, na makubaliano ya ahlul ilmi. Swala la mwanzo ndio hilo limepita. Hukumu ya kutayammum ni jambo la kisheria, sio udhuso nini. Dalili zake ndio hizo, aya hiyo, hadithi zimetajwa mbili, bali na wanawachuoni wamekubaliana ni sheria kutayammum masharti ya kikamilifu. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili katika tayammum, shurutu tayammumi, masharti. Ili uruhusiwe kutayammum yakamilike masharti gani? Masharti ya tayammum, wal asbabu almubihatu lahu, na sababu zinazoruhusu kutayammum. Shurutu, masharti yanaitwa shurutu, pia yanaitwa sharaitu. Sababu hapa amesema idha tawafarati sharaitu, jua. Kwa hiyo Sheikh amesema sharaitu masharti, shurutu masharti, hata asharatu pia, hata asharatu inatumika. Kwa hiyo hizi ni jamu taksiri. Jamu taksiri inaweza neno moja zikaja 3, 4, ngapi? Jamu taksiri inaweza zikaja nyingi. Kama hivi shartun, sharti moja. Jamu shurut, sharait, asharat. Shurutu ala wazni fuul, asharat af'al, sharait fa'ail. Zote ni jamu taksiri za shart. Hii pia ni faida ya kilugha kwa talabatul ilm. Shurutu tayammumi, masharti ya kutayammum, wal asbabu almubihatu lahu,
na sababu zenye kuruhusu kutayammam. Yubahu tayammumu inda al-ajzi an isti'mali al-ma'i, kunaruhusiwa kutayammam mtu anaposhindwa kutumia. Inda al-ajzi, pindi mtu anaposhindwa an isti'mali al-ma'i, kutumia maji. Inaruhusiwa kutayammam mtu anaposhindwa kutumia maji. Sababu za kushindwa kutumia maji: imma li faqadihi, imma kwa sababu ya kukosekana kwake. Yani kama maji hayapo, mimi nimeshindwa kutumia maji kwa sababu hayapo, natumiaje maji wakati hayapo, maji yamepotea? Kwa hiyo sababu za kushindwa kutumia maji, imma li faqdihi, imma kwa sababu ya kukosekana kwake, au li khawfi dharari min istimalihi, au kwa kuogopa madhara kwa kutumia maji, kwa kuogopa madhara kwa sababu ya kutumia maji. Limaradhin fil jismi, kwa sababu ya ugonjwa fulani upo kwenye mwili. Kuna mtu mwingine ana ugonjwa ambao kaambiwa usitumie maji kwa kipindi fulani. Ukitumia maji tu, imma ugonjwa utazidi au yataakharu al-bur'u, kupona kutachelewa. Katika mazingira haya mtu anaruhusiwa kuacha kutumia maji kwa muda akatayammam, sababu ya ugonjwa kuongezeka au hata kuchelewa kupona. Hizo zote ni dharura za yeye kuacha kutumia maji, akithibitishwa hivyo. Kwa hiyo imma li khawfi dharar, imma kushindwa kutumia maji kwa kuogopea madhara, min istimalihi, madhara kwa kutumia maji, limaradhin fil jismi, kwa sababu ya ugonjwa katika mwili, au shiddati bardin, au baridi kali, ukali wa baridi. Yani kuna kipindi baridi linakuwa kali, ukitumia maji unaweza ukaumwa, ukapata na homa kutokana na baridi kuwa kali sana. Uislamu hauruhusu kujidhuru. Kama mazingira hayo utaambiwa tayammam. Na si mazingira tunokaa kama Masasi, sio mazingira ya baridi aslan. Lakini watu wanaokaa Mbeya huko, si wanakaa wapi, Njombe na baadhi ya nchi na nini, wanafahamu napozungumzia baridi kali, naeleweka. Kwa watu madonda na mtu anapasuka na nini, baridi. Kwa hiyo nafikia sehemu hasa sala alfajiri na nini, jua lijachomoza, maji vigumu kuyatumia. Kwa anatayammam, anasali, na wala si ruhusa ya kuacha sala. Ushahidi wa kwamba mtu akishindwa kutumia maji anaruhusiwa kutayammam, li hadithi Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu. Mtume alimwambia Imran ibn Husayn, alikuwa na tatizo, hawezi kutumia maji. Mtume akamwambia, alaika bis-sa'idi at-tayyib, wewe shikamana na mchanga, maji huwezi kutumia. Alaika kwa maana ilzam, ismu fi'li kwa maana ilzam. Alaika bis-sa'idi at-tayyib, wewe shikamana na mchanga safi tu, fa innahu yakfika, huu mchanga unakutosha kukupa tahara. Kama maji yanakudhuru, shikamana na mchanga, unakutosha. Wa sayati mazidu basin lidhalika ba'da qalil, itakuja ziada ya ukunjufu katika kutumia kutayammam kwa kushindwa kutumia maji. Ziada, yani ili jambo litachanganuliwa zaidi baada qalili, baada muda mfupi. Yani kubaridi kali ni nini, kiasi gani na nini, jambo litatanuliwa zaidi huko mbele. Wa yasihu tayammumu bishuruti al-atiya, inasihi tayammum kwa masharti yafuatayo. Sharti la mwanzo an-niyya, yani ili sasa sababu ya kutayammum ushapata, maji huwezi kutumia. Masharti sasa tayammamu yako ili iwe sahihi, sharti la kwanza nia. Ndio maana hata katika taarifu wamesema kutumia mchanga kupaka uso, mikono, alafu akaeka neno ta'abbudan lillah.
Hapa ndo kwenye nia, taabudan, ufanye vile kwa ajili ya Allah, ibada kwa ajili ya Allah. Sababu yupo mwingine kaambiwa na mchawi tu, ukitaka mali nini jipake mchanga usoni na mikononi. Anachokifanya kinafanana mtu anotayama, lakini huyu nia yake sio tayama, nia yake apate mali. Mganga akamwambia hivi, huyu hajatayama, alichofanya ni uchawi, vitu vingine. Kwa hiyo nia inatofautisha ibada na ada. Kuna mtu anaambiwa na dokta, wewe ana ugonjwa, kuna ugonjwa unaitwa kwa Kiarabu masala badana au mambo ya obesity, mwili mkubwa, ugonjwa pia mwili mkubwa sana mpaka anashindwa, albadana wanaita kwa Kiarabu, yani mwili unakuwa mkubwa sana. Anaenda kwa dokta, anambia sasa wewe ushinde na njaa wiki 2 nzima, kwa mfano asubuhi mpaka saa 2 mpaka saa ngapi, afu ukikula mkate sile si moja mkate na ikaushe, siwe na mafuta wala nini, na maji glasi ngapi lala. Kwa hiyo huyu kuanzia alfajiri mpaka magharibi hajatia kitu mdomoni, lakini huyu hajafunga. Kwa nini? Nia yake sio kufunga, nia yake ni kutengeneza afya. Daktari akamwambia, kwa hiyo alichokifanya anaweza akapata thawabu kwa maana afya yake anaitengeneza vizuri, lakini sio swaumu shar'an. Sababu nia ya funga hakuwa nayo, nia yake ni kujenga mwili vizuri, upungue uzito. Yaani huo ndio mfano wa kwamba watu wawili wanaweza wakafanya kitendo cha aina moja, mmoja akapata thawabu za ibada, mwingine akawa na malipo mengine kwa sababu ya nia. Huyu nia yake funga, yule nia yake kutengeneza mwili. Huyu nia yake tayamam, yule nia yake anajipiga mchanga tu ili mradi kwa sababu nyingine. Kwa hiyo nia, sharti la kwanza ni nia. Nia yenyewe wahia niyatu istibahati swala, nia ya kuhalalishiwa kuswali. Yaani na maana anapoanza kutayamam ahudhurishe nia kwamba anafanya hicho kitu ili aruhusiwe kuswali. Lakini haya maneno hapa kidogo yana mapungufu. Huku nyuma wametuambia ukitayamam unaruhusiwa kufanya yote ambayo unaruhusiwa kuwa na kuswali, kuzunguka Kaaba. Na ndio maana kauli rajihi yenye nguvu, wewe ukitayamam tia nia ya tahara, na tayamam nipate tahara. Yaani maana yake ukitayamam unapata tahara, na ile tahara inakuruhusu kuyafanya yote ambayo ungeyafanya ukiwa na msamiati kwamba ukitayamam tustabahu laka salatu. Ukitayamam swala kwako halali kuswali. Msingi wa neno hili kwamba tayamam ile haikupi tahara. Yaani kama udhu unapotia na janaba, kwamba ukiwa na janaba ukitia udhu, janaba bado lipo, isipokuwa ule udhu umekupa nguvu fulani ya kuweza kulala, nguvu fulani ya kukaa msikitini. Kwa hiyo anaposema unapotayamam utia nia istibahatu sala, maana yake ni kwamba ile tayamam inakuhalalishia tu kuswali japokuwa tahara hujapata kwa sababu hujatia udhu, lakini tayamam inakupa nguvu ya kufanyaje, ya kuswali. Almuhimu, kama umenielewa mchanganuo kubwa zaidi, wanasema hapa ukitayamam tia nia ya kuhalalikiwa sala au tia nia ya tahara, kama ambavyo unavotia udhu unatia nia ya tahara. Waniyatu shartun fi jami'il ibadat, nia ni sharti katika ibada zote. Katika funga lazima nia, swala lazima nia, kuoga janaba, nia ni sharti katika ibada zote. Watayammumu ni ibada, tayammamu ni ibada kama ibada zingine, nia lazima iwepo. Lakini kuitamka nia uzushi. Kwa kuna wengine wakiona kitabu kimetaja nia, kumbe nia ipo bwana, sasa mbona hatukusikieni mnatamka? Nia swala lingine, kutamka ni swala lingine. Na ndio maana hata vitabu vya kishafi ambavyo vinazungumza kutamka nia, wanasema kutamka sio lazima. Yaani katika kuonesha nia ni kitu na kutamka ni kitu cha ziada. Hata wanaosema kutamka nia wanasema kutamka
kama kushindilia talaka, yani kitu cha msingi tu, kama muhuri tu tap. Yani nia, bali wanaandika katika vitabu vya Kishafi kwamba yani tuna watu wawili. Kuna mtu katia nia moyoni hajatamka mdomoni. Na kuna mtu katamka mdomoni wakati moyoni wapi huko hana akili, ana nia nini? Yani katamka kama kaimba tu. Wanasema hapo yaloti ya moyoni maana yake ndo alani. Huyu alotamka wakati moyoni hamna kitu, bado nia yake haisi. Maana yake ni nini? Moyoni ndio kila kitu. Wanaosema kutamka wanaona kwamba ukitamka unaunganishia moyoni na mdomoni, yani vitu kama unashindilia zaidi tu na nini. Lakini Mtume hakutamka. Kwa ala kule hal nia, sharti la kwanza. Sharti la pili al-islamu. Ili kisheria uisabiki umetayamam al-islam, uwe muislamu. Masharti yake katika udhu pia yametajwa haya. Ina maana kitokea mtu si muislamu kachukua zake mchanga, kaona waislamu wanafanya vile, na ina sasa mwezi wa Ramadhani inatokeaga sana. Niko na wengine sio waislamu, na mimi nataka kufunga, al-islam, sharti la mwanzo. Ibada yote ukiifanya kwa si muislamu sifuri. Sharti la kwanza lazima uwe muislamu. Kuna wasoko waislamu wanapenda baadhi ya ibada fulani za waislamu. Wengine wanafanyaje? Thawabu za kiakhera, thawabu inakuwa hakuna. Kwa hiyo akitokea mtu si muislamu kachukua mchanga, mimi jamani natayamam, alichokifanya sio tayamam. Sababu ili iwe tayamam al-islam awe muislamu. Fala yasihu min al-kafiri, tayammamu aisihi kwa kafir, li'annahu ibada, kwa sababu tayammamu ni ibada, na kafir laysa ahlan lilibada, si mtu mwenye sifa za kufanya ibada. Sharti la tatu al-aqlu, anotayammamu awe na akili timamu. Yani akitokea mtu majinunu kichaa, tayamam alichokifanya sio tayamam. Kwa sababu wanasema huyu asokuwa na akili la yutasawwaru minhu nia. Hatupati nia anatiaje, anakuaje na nia moyoni wakati akili yenyewe hana. Kwa hiyo huyu hata kama vitendo vitafanana, nia atakuepo hana. Na nia ndio sharti la kwanza. Na ndio maana akitia udhu, akiswali, akifunga, zote zile sio ibada. Kwa sababu akili hana, afanyi kwa nia hivi vitu. Na nia ndio sharti namba moja. Fala yasihu min ghairi al-aqil, tayammamu aisihi kwa yule ambaye hana akili. Kal majnuni, kwa mfano mwendazimu, wal mughma alayhi, na aliyopoteza fahamu. Aliyopoteza fahamu naye akitayamam, sio anatayamamu vipi sasa? Mpaka wanamtaja hapa. Sema huyu aliyopoteza fahamu akili hana. Kwa hiyo akitayamamu hiyo aliyofanya sio. Basi sijui kama inawezekana kama kapoteza fahamu huku akili hana. Alivyoamka baadaye, lakini wewe wakati nini pale ulitayamu, basi bwana sirudi tena, naenda kuswali. Wakati unafanya pale ukuwa na akili timamu, haitabiki ile. Kama anaweza kufanya vitendo kama hivyo. Sharti la 4 at-tamyizu. Tamyizu maana yake kufikia umri wa kuweza kujua zuri na baya, yani uwe mumayiz. Katika udhu ili tuliliona, yani ina maana pa mtoto mdogo miaka 5, miaka 4 akifanya hivyo haitwi tayamam, kwa sababu hajafikia umri wa tamyiz. Kwa at-tamyiz anao tayamam, ili tayamam yake ikubalike awe amefikia umri wa tamyizi, yani umri wa kuweza kupambanua mambo. Na tulisema wasomi wengi wasema miaka 7. Kwa sababu sheria imesema waamrisheni watoto swala miaka 7. Kwa wasomi wengi wanaona mtu akifikia miaka 7 huo ndio umri wa tamyiz. Na kuna wengine wanaacha kuhesabu miaka, wanaangalia uwerevu wa mtoto. Kwamba kuna mwingine miaka 5 mingapi tu ashakuwa mjanja mumayiz. Na inawezekana mwingine mpaka miaka 8 mingapi bado la yaarifu al-ku'a min al-bu'i. Hajui ku'i nini, bu'i nini.
kwa maana bado hawezi kumayizi mambo. Almuhimu dhabiti na wameitaja hapa ya miaka 7 ndio inaweza kueleweka. Kwa hiyo fala yasihu min ghairi almumayyiz, tayammamu aisi ikifanyika kwa mtu ambaye sio mumayyiz, hajafikia umri wa kubainisha mambo. Na huyo ambaye hajafikia mumayyiz, wa huwa man kana duna sabia, ni mtoto ambaye chini ya miaka 7. Yaani ina maana kuanzia miaka 7 ndio mtu anaitwa mumayyiz. Ndio anasema huyu kuanzia miaka 7 anaruhusiwa kuswalisha kuwa imamu, sababu ni mumayyiz, sasa ana akili na nini. Kuanzia miaka 7 anaamrishwa kuswali, kuanzia miaka 7 kwenda mbele hata funga anafundishwa. Yaani miaka 7 kwa mtoto hapa, akifika 10 ndo kabisa kwamba, akifika 15 ndo mkubwa kabisa na madhambi akifanya makosa na nini. Miaka 7 ndo chini ya miaka 7. Hata kuanzia miaka 7 wanachoona sema ndo aura, utupu wake ndo unazingatiwa. Yaani mtoto wa miaka 6 na kushuka chini, hata kama kafa mtoto wa kike, hata yeye mwanaume unaweza kumuosha. Yaani ule utupu wake ule si lolote, si chochote. Labda kwenye dunia yetu ya mmomonyoko wa maadili, kama nasikia mtu kambaka mtoto wa miaka 3, lakini kisheria lazima, yani kuanzia miaka 7 hivi ule utupu ndio unapewa heshima. Kwamba huyu mtoto wa miaka 4 mingapi utupu wake hauna lolote. Kama wa kike hata wa kiume anamuosha, kama wa kiume hata, yani ule utupu si lolote, si. Kwa hiyo sheria nyingi kwa mtoto zinaanzia miaka 7 sababu ndio mumayyiz. Kwa hiyo mtoto wa miaka 6 mingapi akitayammam, alichokifanya kile sio tayammum, ni sura ya tayammum. Fala yasi'u min ghairi almumayyiz, tayammum waisi kwa mtu ambaye sio mumayyiz. Na huyo ambaye sio mumayyiz wa huwa man kana duna sabia, ni yule ambaye chini ya miaka 7. Sharti la 5, ta'adhuru isti'mali alma, tayammum itasihi kama kuna ta'adhuru isti'mali alma, kushindikana kutumia maji. Kushindikana kutumia maji, ima maji hayapo au maji yanakudhuru na ugonjwa au baridi kali. Ukishindwa kutumia maji ukatayammamu, hapo ndio itasi. Ina maana hata kama masharti mengine umekamilisha, kama utatayammamu wakati kutumia maji unaweza, tayammamu yako ghairu. Ili sharti la 5 tuje kulisoma vizuri kesho na kumalizia mlango inshallah. Kwa hiyo Jumanne ya kesho tuje darasani tumalizie mlango inshallah. Barakallahu fikum. Tusimame hapo, kesho tuje kumalizia huo mlango. Idhnillah. Jazakumullah.